kwaya zetu zitaweka alama kubwa sana kwa ajili ya kuwaleta watu kwa Kristo. Watu hawa wao walikuwa wanapigania tu ukombozi na haki na usawa, na katika hiyo iliwapeleka wauawe. Hao wawili unawafahamu, na yumkini hata unajua na nyimbo zao, na yumkini hata unaweza kutuimbia. Lakini umewahi kujiuliza, kwa wachungaji na wainjilisti, tuna washirika wangapi kanisani ambao hawawezi hata kurudia ujumbe mmoja tu wa dakika 5 uliomhubiri Jumapili? Si unanielewa hapa? Lakini anaweza kuimba wimbo wote wa Bahati Bukuku. Si unanielewa hapa? Lakini hawezi kurudia ujumbe wako Jumapili tu. Mwache tu alafu aende nyumbani akamwambia hivi, nilisema nini mchungaji? Unajua ule ujumbe ulikuwa mzuri, nilisemaje? Hawezi. Nini maana yake? Uimbaji ni zana moja, ni silaha moja, ni ujumbe moja, ni nguvu moja ya thamani sana, ikiwa tu kwaya zitatumia kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Jambo la 4, ikiwa tutayasoma maandiko na kuyaelewa, tuyafundishe. Ikiwa kwaya zitatunga nyimbo kwa maandiko, Biblia itahamia vichwani mwa watu kwa haraka sana. Kwa sababu kama kwaya itaimba Zaburi ya 19 au Zaburi ya 150 kama tuliosomewa leo, ile mistari 6 ikaimba, kesho utakuta watoto wote nyumbani wanaimba hiyo Zaburi, na hayo maneno hayatakaa yapotee kwenye vichwa vyao na kwenye kumbukumbu zao. Lakini kinyume na hapo, kwaya zetu zinaweza tu kutokuhusisha uimbaji wao na utume. Na hapa tunaangalia uhusiano wa kwaya na utume, ambao vina uhusiano wa karibu sana, hasa katika kazi ya Mungu. Ikiwa tu tutajua maandiko yanamaanisha nini, na kazi ile tuliambiwa, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri Injili. Kwaya ikaleta ndani yake sura hii ya mandeti ya kwamba tumeambiwa kwenda. Kwaya inaweza kusaidia sana sana mno katika kupeleka Injili mahali ambapo Injili haijaenda, na inaweza ikasaidia mno kwa kina, kwa kasi mno, kufikisha maandiko mahali ambapo hata hayawezi kufika, mahali ambapo mchungaji wala mwinjilisti hawezi kuingia. Kuna nyumba au kuna mahala mchungaji hutakaribishwa, mwinjilisti hutakaribishwa, Mkristo hutakaribishwa, lakini wimbo wa Mkristo utapigwa ndani ya chumba cha ile nyumba. Ikiwa wimbo huu utakuwa umebeba maandiko na ujumbe wa kumtukuza Mungu, watu wale watasikia kile ambacho kwaya inakisema, na tayari watakuwa wamehubiriwa na ujumbe sahihi wenye maandiko sahihi. Ya Zaburi ya 150 utakuwa umeingia mle, bila na wao kufikiri kwamba tunasoma Biblia hapa, ila wataimba, kwa sababu zile melody, zile rhythm, zile tuni zitakuwa zina sound vizuri kwenye masikio yao. Melody
ndani ya kichwa cha mwanadamu, na rhythm ni kitu kilichomo tu kinachoburudisha moyo. Kwa kama kwaya itajenga uhusiano wa utume na maneno ya Mungu, maneno ya Mungu yatafika pale ambapo mchungaji hawezi kuingia, pale ambapo mwinjilisti hawezi kuingia, pale ambapo mimi missionari itanigharimu muda mrefu mno kupenya na kuhakikisha niko pale, kwa sababu tutaona kule mbele nasema inamgharimu mtume mmoja, missionari mmoja, kukubalika katika kabila moja ni miaka 3 katikati ya watu wasiojua Mungu. Ili ukubalike si chini ya miaka 3, ambapo utajifunza kujua utamaduni wao, kujua lugha yao, ndipo wakukubali kwamba unaweza kusema. Lakini inachukua wimbo wenye melodi ya rhythm yao ndani tu ya saa moja kukaririwa na kuimbwa bila shida kabisa, tayari injili inakuwa imehubiriwa. Maana ya kwaya. Kwaya ni kundi la waimbaji au ni waimbaji wanaotumia sauti na mziki, 1, kuabudu Mungu, 2, kuelimisha, 3, kutia moyo, na 4, kushuhudia injili. Na ndiyo maana kama wimbo utawekewa mashairi au mistari ya Biblia inayotia moyo na mtu mmoja akawa amevunjika moyo na akasikia ule mziki, atawimba vizuri sana, kwa sababu unagusa zile hisia zake. Na kama mtu mmoja atakuwa anataka kumwabudu Mungu na ule wimbo ukawa umepewa nafasi ya kuabudu, hakika ataimba hata bila kufikiri. Unajua, mara nyingine watu wanaimba bila kufikiri, anajikuta tu imekubalika kwamba anaimba, lakini hajafikiria anaimba, kwa sababu kile kilichosemwa ndio kile moyo wake ulikuwa unahitaji. Kwaya ni chombo ambacho kinaweza kugusa moyo wa mtu yeyote kwa urahisi sana katika jamii yake husika. Kwa mfumo wa utamaduni, tutaona kesho, kwa mfumo wa utamaduni wa mila na desturi yake, ikiwa tu ile melody, ile rhythm, ile tune itawekwa katika mfumo wa utamaduni wake na kwa nia ya kumtukuza Mungu na kwa nia ya kumwinua Kristo wakati inaimbwa. Kwa njia gani? Kwa njia ya kuimba. Ule ujumbe unaletwa kwenye wokovu kwa wepesi mno na unagusa ule moyo wa huyu msikiaji kirahisi sana. Kupitia nyimbo, ujumbe ule wa wokovu kwa njia isiyo na nguvu nyingi, kwa njia inayogusa moyo, unafika kirahisi sana, bila tabu, bila jasho. Na utakuta Biblia inasomwa kwa namna ya kuimbwa kwa urahisi mno, tofauti na inavyosomwa kwa kusomewa kama maneno. Mtu ataimba na atakariri kirahisi sana mistari mingi, kwa sababu nyimbo zinaleta ujumbe. Na hasa tukijua kwamba wanakwaya
ni wamisheni au ni wajumbe wa Injili kwa ajili ya wale wasiofikiwa. Unajua, jumla ya mambo yote kanisa linapaswa kujua, agizo kuu ambalo tumepewa ni kwenda kuwahubiri ambao hawajawahi kuhubiriwa. Na huwa tunasema utume mkuu, agizo kuu, na wote tunajua. Lakini cha ajabu ni hivi, huwa hatufanyi lile agizo kuu, tunafanya yale maagizo madogo, halafu hili kuu linaachwa pembeni, na sijui hata huwa ni kwa nini. Lakini yumkini ni shetani amepofusha macho ya watu wengi. Utume wa Mungu una makusudi makubwa kwangu mimi matatu. Moja, kama vile kiongozi wetu wa ufunguzi alisema, tunahitaji kulitukuza jina la Mungu. Jambo la pili, kujenga ufalme wa Mungu pale ambapo ufalme wa Mungu haupo. Jambo la tatu, kuwapatanisha hao ambao hawamjui, kuupatanisha ulimwengu ule wa giza na Mungu aliyewaumba. Makusudi makuu ya Mungu kulituma kanisa, kutuma wamisheni, kutuma mitume ni kwamba wajue kumtukuza Mungu, wajue kujenga ufalme wa Mungu, wajue kuupatanisha ulimwengu na yeye Mungu aliyewaumba. Na ndiyo kisa kikubwa sana cha wamisheni au cha mitume. Hata katika karne nyingi huko nyuma walikuja Afrika ili sisi tupatanishwe na Mungu, kama vile Kristo alivyokufa msalabani akitupatanisha. Mwanadamu alikuwa bila Mungu, Yesu akaja akafa msalabani, ikawa ni Mungu pamoja na wanadamu. Mimi husema hivi, mwanadamu bila msalaba hakukuwa na wokovu. Alikuwa anatembea na alama ya kipande kimoja cha mti, ya minus au ya kutoa. Yesu alipokuja anapatanisha ulimwengu na Mungu, anaitwa Emanueli, Mungu pamoja na wanadamu ambao walikuwa hawanaye. Akawekwa juu ya ule msalaba, kwenye ile has kukawa plus, akaweka mikono yake, Mungu jumulisha wanadamu. Na hapo kazi ya kuupatanisha ulimwengu kutoka kwenye msalaba ikaja. Na sisi tunapaswa kama kanisa na kwaya zetu kama waimbaji, moja, kulitukuza jina la Mungu; mbili, kujenga ufalme wake; na tatu, kuupatanisha ulimwengu na Mungu kwa nyimbo. Tuupatanishe ulimwengu na yeye, sio swala la entertainment. Hata wakati mmoja kwamba wanakwaya, njoni mtuburudishe. Hivi wanakwaya nyinyi ni waburudishaji? Kazi yenu ni kuburudisha kanisa? Nani alikwambia kwamba kwaya iko kwa ajili ya kuburudisha? Mchungaji aje atuburudishe? Uliwahi kusikia wanasema hivi? Kwa nini? Maandiko machache hapa ya kurejelea. Zaburi ya 96 ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 3, anaposema mwimbieni Bwana wimbo mpya. Na maneno mengine pale, tangazeni wokovu wake kila siku. Kwa nini? Kwa sauti zetu. Katika Wakolosai 3:16 anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, mkifundishana kwa zaburi, nyimbo na tenzi
za rohoni. Nyimbo, yaani neno la Mungu, tunaweza kufundishana neno la Mungu kwa nyimbo, kwa kuimba, neno likakaa ndani yetu kupitia ujumbe wa uimbaji, ikiwa tu wimbo huu utatungwa kulingana na Biblia, ikiwa tu wimbo huu utawekwa katika maneno ya maandiko ya Mungu, ndipo ambapo neno la Kristo ambayo ni Biblia litakaa ndani yetu kwa wingi, litakaa ndani yetu bila kupotea, na tutaimba hata tusipokuwa na Biblia. Kuna mahali ambako hauhitajiki kuonekana na Biblia wala kubeba Biblia. Asante kwa teknolojia inakuwa sasa na AI na mitandao. Asante sana, kwa sababu hawawezi kukuzuia usiwe na simu. Utaenda una app ya Biblia kwenye simu yako, utaenda una app. Sasa ukiwa una nyimbo ziko rohoni, watazitoa na ukawa unajiimbia tu mwenyewe, unaimba, watasikia na wanaweza wakatamani kusikia kile unachoimba. Acha kuelewa, huwa kunaanza na kusikia kwanza, hapo baadaye watakuuliza kwani unachoimba ni nini? Watakuwa encouraged na ile melody ambayo unafanya. Kwa hiyo unaweza kabisa maneno ya Mungu yakakaa ndani yako kwa wingi. Sasa ukitungwa wimbo, ndio anachosema Paulo katika Wakolosai 3:16, neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako kwa nyimbo, utajikuta unaimba. Nimekuonyesha hapa sura ya Bahati Bukuku, ameimba ule wimbo wa katika kitabu cha Esther, waraka wa Naaman, waraka wa amani, si ndio? Nani asiyeujua? Maana yale maandiko ya kitabu cha Esther yamo humo, unayaimba. Hivyo ndivyo ambavyo uimbaji ni very effective, unaleta sura ya pekee mno katika utume, ikiwa tutaamua. Matendo 13:47 anasema, nimekuweka uwe nuru ya mataifa. Sio ya kujimulikia wewe, sio ya ndani ya kanisa la Chang'ombe peke yake, sio ndani ya kanisa la rafiki yangu Samaki Nchanga peke yake, au unajimulikia wewe mwenyewe tu. Hapana, kwa nje. Unajua mataifa ni nje yako, nje ya nation, nje ya ule ukuta ulio nao, na Mungu amekuweka kuwa nuru yao. Ametuweka kuwa nuru ya mataifa, sio nuru ya ndani ya makanisa yetu, nuru ya mataifa, nuru ya wengine. Kwaya, tunafanyaje ili tuwe nuru? Sio kanisani kwetu, sio kwa hawa waamini tulio nao, ndio walishaamini. Tunafanya nini ili tuwe nuru ndani ya giza? Hapo ndipo utume wa kwaya unapofika, kwamba si kwa ajili ya ndani, lakini pia kwa ajili ya wasiofikiwa. Tunapaswa kuwa nuru na tunapaswa kuonyesha Kristo yupo na kuwapatanisha na Kristo kwa nyimbo zetu. Si tu katika platform za mikutano ya Injili. Mara nyingi sana tunapenda hiyo, sawa, sio dhambi, ni sehemu. Lakini umewahi kujiuliza hivi, tunapoweka mkutano wa Injili sisi wa Pentecost, tunaweka mkutano wa Injili sisi evangelicals, tunaweka mkutano wa Injili, halafu mhubiri anakuja na wanakwaya wanakuja kuimba,
halafu anaimba. Mhubiri amemaliza, kwaya zimemaliza kuimba, mhubiri anasimama, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe hapa. Amen. Sijasikia. Bwana asifiwe. Amen. Hivi wanaosema amen ni wale wapagani wa Kalimanzira? Ni nani hawa? Sasa kuna sababu gani ya kuendelea kuwahubiri hawa kama wanamjua huyu Kristo? Na kuna giza mahala fulani ambao hawawezi kusema amina. Ndipo ambapo asema nimekuweka uwe nuru ya mataifa. Umeshapata nuru, ninafanya nini kwenda kwao? Ni nini kinatufanya tujirudie sisi kwa sisi na kuambizana? Tutaona kule mbele. Kwaya ni misheni ya uimbaji, ni utume wa sauti. Kila kwaya katika kwaya zetu tunapaswa kujiona kama watu waliotumwa. Tunapaswa kujiona kama watu waliotumwa, sio waimbaji tu, sio kwamba tunaimba tu, lakini ni mitume. Tumetumwa kupeleka ujumbe kwa nyimbo. Tumetumwa si kuimba tu, si kukali kama kasuku, hapana, kupeleka ujumbe kwa nyimbo. Ni mitume wa nyimbo wanaopeleka injili kwa ulimwengu, wanaopeleka nuru kwa ulimwengu, wanaoenda kuamsha mioyo ya watu wapatanishwe na Mungu wao, wamjue Mungu wao. Bob Marley walimuua kwa sababu gitaa lake lilikuwa linaamsha watu kudai haki zao. Najua aliuawa kwa kansa, na kansa iliwekwa kwenye kiatu alicholetewa zawadi na kijana mmoja rafiki yake kutoka upande wa security, na kansa ile ikala akafa. Nini kilichokuwa tishio kwao? Ni anapoimba, jamii inapoinuka, kitu kinabadilika. Na ndivyo ilivyo kwaya zetu zikiimba, shetani anakimbia, shetani anatoroka, nuru inaingia pale ambapo injili ya nyimbo imepelekwa. Tunapaswa kujua kama kwaya zetu ni mitume wa nyimbo. Sisi wenye viti, sisi walimu, sisi walezi, sisi makatibu, sisi waimbaji. Mmesikia hapa kuna wenye viti, kuna makatibu, kuna walezi, na sisi wababa wachungaji tunaoangalia hizi kwaya. Tunapaswa kujua nimepewa dhamana kubwa mno ya kuhakikisha hawa wanakwaya wanaimba na watu wanaokolewa. Dhamana kubwa mno ambayo siku moja nitaulizwa. Mimi ndimi mlezi wa waliimbaje kama nilipewa wawe nuru kwa ulimwengu? Nini kilifanyika kwao kama mitume? Je, niliwapa nafasi hiyo au ni mimi niliyewazuia? Na je, ni mimi niliyewaongoza? Tutaona kule kazi ya mchungaji katika kwaya ni kitu gani. Mtume ni nani hasa? Nataka uangalie kwa upana kwamba kwaya kama watumwa waliotumwa kupeleka injili ni kina nani? Kwaya kama mitume ni watu waliotumwa na Yesu kama vile Yesu alivyotumwa yeye. Kwaya ni mitume mmoja mmoja, individual, mwanakwaya mmoja mmoja anayejiunga kwenye kwaya yako mmoja kama mmoja.
ungeweza kumshauri ukamweleza, wewe nia yako kuja kuimba kwenye kwaya hii ni nini? Unataka nini? Unajua kuna mwingine anakuja kuimba ili aonekane mbele ya madhabahu apate mchumba aolewe. Basi anajiunga na kwaya. Nimeona kule kwenye kwaya wengi wanaolewa. Sasa ngoja na mimi nikajiunge na kwaya. Lakini je, ndiyo maana ya kwaya? Mimi nasema mimi napenda sana kupiga tu gitaa, yaani nikilishikeni mimi kulipiga tu nini, chini kabisa ya moyo kuna nini katika maamuzi yako kuwa mwanakwaya? Lazima uwe mtu uliyetumwa na Yesu kama vile Yesu alivyotumwa yeye. Kigezo kikubwa cha mtu huyu anaitwa mtume hapa sio mahitaji ya wale watu kwamba wasikie melodi nzuri. Unajua hata unajua kwa nini tunafika mahala pa kushindanisha kwaya? Tunasema wa kwanza wameshinda kina nani? Ni kwa sababu tunapenda entertainment, melodi nzuri kwenye masikio yetu. Lakini hizo sio kigezo cha Mungu. Kigezo hapa sio mahitaji ya entertainment, ni lile agizo kuu, sio ile maburudisho, burudani. Watu gani wametuburudisha sana hii kwaya? Kwa kweli wale wameruka na walipokuwa wanaenda. No. Mungu haangalii hiyo. Mungu anaangalia ule ujumbe, lile agizo alilolipeleka. Yesu ametupeleka kama yeye alivyopeleka, na yeye mwenyewe yuko nyuma akiangalia. Anaangalia kwaya inaimba, ananiangalia mimi mwanakwaya, mimi mratibu wa kwaya, ananiangalia ninafanyaje. Yeye mwenyewe yuko nyuma anaangalia. Mathayo 28:19 anasema, nenda ukawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Sio kukushangilia kuruka ndomboro ya soro. Wajue kwamba ni wanafunzi wa Kristo, wamjue Kristo ambaye yuko nyuma yako akikuangalia, mjumbe niliyempeleka. Wainjilisti wanahubiri mpaka wanaenda wanakuwa na kanisa. Sisi uinjilisti wetu unakomea wapi? Maana yake kuna shida pahala fulani katika kule kutumwa kwetu. Hatuoni vile ambavyo tumetumwa. Sasa je, waamini wote kama ni hivyo walioamini ni mitume? Nasema jibu ni ndio na hapana. Ni ndio kwa sababu wote tumeagizwa kwenda. Hakuna mmoja, pamoja na kwaya yako, hakuna mmoja ambaye hajaagizwa kwenda ulimwenguni kufanya wanafunzi. Lakini ni hapana kwa kuwa sio wote wameitwa kusafiri kwenda kuwatafuta wale wasiofikiwa na injili walioko dhambini. Moja ni ndio kwa sababu umeagizwa nenda. Mbili ni hapana kwa sababu sio wote wameambiwa nendeni mbali sana mkasafiri. Na tatu ni ndio kwa maana ya kwamba hata kama hukuitwa kwenda, umeitwa kuwapeleka wale wanaoenda. Mambo haya matatu yanapaswa kuwa ndani ya timu ya kwaya. Kama sisi kwaya hatuendi, tunampeleka nani kwa niaba yetu ili akafanye? Sisi kama kwaya. Ndio, sisi hatukuitwa kwenda huko. Mimi sijaitiwa hilo. Lakini nimefanya nini kumpeleka mmoja? Ni rahisi sana kusoma ile Warumi, waendeje wasipopelekwa. Lakini tunapofika kwenye kuwapeleka, inageuka inakuwa kitu kingine. Na kama hatuwezi kufanya hilo, maana yake ni kwamba hawawezi kusikia, na wasiposikia hawawezi kumwamini, na wasipomwamini hawatapatanishwa na yeye. Kumbe sisi na sauti zetu na kwaya zetu tuna mandate, tuna wajibu wa kufanya
kuwa wapatanishi, maana ile huduma imewekwa ndani yetu. Shida ni hii ambayo iko hapa na inatufanya tusifike. Tunakuwa ni mashabiki. Shabiki yuko hivi, sifa ya shabiki yuko hivi. Shabiki ni mtu mwenye ujasiri mwingi usioongozwa na akili. Shabiki ni mtu mwenye ujasiri mwingi sana usioongozwa na akili. Shabiki wa dini ni mtu mwenye ujasiri mwingi mno ambao hauongozwi na akili. Akili haipo, lakini ana ujasiri wa kumtosha. Na shabiki wa timu yeyote ni mtu jasiri sana, akili hamna. Sasa swala la namna hili linapofika kanisani, mtu anatumia ujasiri mwingi kupinga dhehebu au dini nyingine isiwepo bila sababu, kwa gharama yoyote, hata kama ni kifo, kwa gharama yoyote, hata kama ni kukuchinja, kwa ujasiri wa namna yoyote, alimradi Kristo asisikiwe pale, kwa gharama yoyote. Huyu ni mtu mwenye ujasiri mwingi usioongozwa na akili. Na roho hii sasa hivi inaongezeka sana, na hii ndiyo inayopunguza hata injili isiende, maana ushabiki. Na wakati mwingine umefika hata kanisani, ingawaje sio kama ule wa Simba na Yanga. Muna kwaya, umekuwa shabiki wa kwaya fulani, kwaya fulani ikiimba wewe unakasirika. Wamepewa vipindi vingi sana, sisi hatujapewa kuimba. Mara ngapi? Kila siku. Huyu mchungaji mwenyewe huyu ana upendeleo, hiyo ndio kwaya yake, ngoja tutamuondoa hapa. Utamuondoa wewe? Ulimuita ni Mungu, wewe ndio uliye mpaka mafuta. Lakini hali hii ndio iko, ushabiki na utume. Tumeondoka kwenye kile tulichotumwa kufanya, tumeingia kwenye ushabiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambapo roho ya ushabiki inatawala, kazi ya injili inapingwa kwa bidii kubwa sana na kwa uchungu mkali sana. Popote ambapo roho ya ushabiki kwaya yako inakuwa mshabiki wa mzee wa kanisa, kwaya yako inakuwa mshabiki wa akihubiri mchungaji, wakati ni washabiki wa mzee wa kanisa, mchungaji umekwisha. Kwaya inabidi sasa mchungaji ajipendekeze kwenye kwaya ili wamuone ana maana, vinginevyo umekwisha. Utahamishwa, unapelekwa kutupwa huko Mwagirigiri, Mwagimagi. Unajua Mwagimagi? Mani leko Mwagimagi. Kwa nini? Ni kwa sababu tu ya ushabiki. Injili inapingwa. Mchungaji, mwinjilisti, mwalimu akifundisha neno la Mungu kwa usahihi na roho ya ushabiki iko ndani ya kwaya, anachukiwa. Injili inapingwa kwa uchungu mkali. Ushabiki unakataa kuwepo kwa imani nyingine. Ninaposema imani nyingine, kwamba watu wakiwa washabiki wa dhehebu fulani wanakuwa hawataki imani nyingine iwepo. Mara kadhaa nimekuwa mahabusu, mara kadhaa nimekuwa jela kwa sababu ya roho ya ushabiki. Mahali fulani nimehubiri, nikakamatwa, nikawekwa ndani kwa sababu tu watu hawataki kusikia Kristo. Mahali fulani nimehubiri, nikawekwa gerezani kwa sababu tu ya kukataa uwepo wa kweli wa Kristo. Ushabiki
ni kipande kigumu sana, na kama roho hii inaingia kwenye kwaya zetu, tutapinga kwa ukali sana uwepo wa mchungaji tusiyemtaka na asiyetaka nyimbo zetu. Na kama atatuhubiri kweli ya Mungu na sisi ni wazinzi, ni waongo, tutasema askofu, hamisha huyu, hatumuhitaji hapa ili kanisa. Na si mnajua nyinyi kwaya zenu wa AIC zilivyo na nguvu Msiniangalie tu vizuri, niambieni, hamjui? Mnajua. Mimi ni mwezi, mimi nimekuwa mwezi, usitaki kunidanganya. Nimezaliwa humo. Ninajua. Zina nguvu. Ukiwako wewe mchungaji Rozari, upo? Ukikorofisha kwaya utakuwepo. Nini? Unajua kilicho nyuma yake ni roho ya ushabiki. Tumeacha kile Mungu anataka. Roho ya ushabiki imechukua hatua kubwa na kupinga ile kweli ya Injili. Na hii ni hatari kubwa sana. Kanisa au kwaya na Biblia, maana yake tunapaswa tuhame kwenye ushabiki, tuhame kwenye roho ya ushabiki, turudi kwenye Biblia. Maana kila mara Biblia inapoachwa pembeni, tukaiacha Biblia pembeni na kufikiri eti tutakwenda, Injili inapungua na inakufa. Biblia ikiachwa nyuma na tukadhani ya kwamba Yesu atarudi upesi, haiwezi kuwa hivyo hata kidogo. Tunahitaji Biblia iwe kiini ili tuone matokeo ya Yesu na ya wokovu katikati ya kanisa. Tukiacha tu Biblia, kwaya zetu zimeacha Biblia na kutunga nyimbo za ndombolo ya solo, za kuentertain siasa, za kuentertain watu, za kupongezana, tunataka kufa. Mathayo 24:14 anasema tena, habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Itahubiriwa ulimwenguni mote kwa mataifa yote kuwa ushuhuda kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe makini sana na huo mstari. Ngoja nisome Mathayo 28:20. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru nyinyi, tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sasa Injili inapohubiriwa kwa mataifa yote duniani kote ili kuwa ushuhuda Yesu arudi, na ninaweza kusema hivi, kama tunadhani tu kwamba dalili zote za kila kitu zinatimia na hatuhubiri Injili, tukajifikiri kwamba Yesu atarudi, mimi nikwambie, mimi kama Kengera, Yesu hatarudi. Labda tuondoe hili andiko. Biblia inasema Injili itahubiriwa ulimwenguni mote kwa mataifa yote ili kuwa ushuhuda, hapo ndipo ule mwisho unakuja. Na mind you, hajasema hivi wote waokoke. Amesema kuwa ushuhuda. Sasa nini mstari ule unaposema Injili itahubiriwa kwa mataifa ili kuwa ushuhuda, hapo ndipo ule mwisho unapokuja? Ni hivi, haya makabila ambayo hayajasikia kuhusu Kristo, hawajui kuhusu Mungu, waseme wenyewe hivi, tulimuona mwinjilisti alikuja kijijini kwetu, akakaa miaka 2 akihubiri, hatukuamini wenyewe, ila alikuwepo, tulikataa. Nicho Biblia inasema
kuwa ushuhuda, sio tulisikia watu wakisema. Nini maana yake? Kanisa, kwaya, waimbaji, wainjilisti tunapaswa kwenda na kuwa katikati yao kama Yesu alivyokuja. Bahati nzuri mchungaji amesema hapa hivi, alivuka utamaduni wa pekee mno toka mbinguni mpaka duniani. Mungu akaja, na sisi tunapaswa kuvuka utamaduni kwenda kwao, tukakaa katikati yao. Wanakataa wenyewe. Ukienda Moroko, wa Moroko wanakataa wenyewe. Ukienda Komoro, wa Komoro wanakataa wenyewe. Halafu unakuwa ni ushahidi kwamba nilileta mwinjilisti katikati yenu, mlikataa. Hapo ndipo ule mwisho utakuja. Lakini nikwambie hiki, Tanzania hii Tanzania yako hii ambayo tupo, kuna makabila 23 hayajui kabisa Yesu unayemsema hapa wewe. Hawajui kabisa. Sawa, sisi pamoja na timu na mission tumefanya wawe engaged. Kuna watu sasa katikati yao, lakini kabila lina kata 3 na vijiji 22, lina missionari huyu anakaa kwenye kijiji cha Igwamanoni wakati Mwagimaji hayupo. Atawafikia lini hawa? Maana yake Yesu hawezi kuja kirahisi kama tunavyofikiri. Labda mimi nakwambia ufute hilo andiko la Mathayo 24:14 liondoke kwenye Biblia, chana kwenye wao ukurasa, utachana ya kwako tu, zitazotengenezwa kesho litakuwepo. Utafuta ya kwako tu. Namna ya kufanya ni kanisa, ni kwaya, ni wainjilisti kutoka kwenda katikati yao, au kutuma watu wakaenda katikati yao. Utume ni nini hasa? Tunapoangalia mgawanyo wa huduma katika mwili wa Kristo, tunauangalia kwa sura hii. Tumeweka huwa tunafundisha kwenye mission na tuna vitabu vyenye hizi story. Hii moja evangelism zilo ni hapa, ni kwaya na wachungaji. Kazi ya hapa ni kuwaimarisha waumini waliokwisha kuamini, kuwatia moyo siku kwa siku, wasimame na waendelee katika utakatifu. Tunajua kazi ambazo wachungaji wanafanya. Mara nyingi wanafanya kazi ya kutia moyo, kuimarisha kondoo waliovunjika moyo. Na hivyo hivyo kwaya zetu zinaimba nyimbo za kujenga, kutia moyo, kuimarisha. Hapo hiyo ni huduma ya kichungaji. Na hapa ni huduma Yerusalemu. Tunapoenda hii moja ni kwaya na uinjilisti. Hapa ni huduma katika Uyahudi. Tumetoka Yerusalemu, tunaanza kuhubiri Injili kwa watu wenye lugha moja. Tunaelewana, tukisema Kiswahili wanaelewa, tukisema Kisukuma wanaelewa, na tunaenda hapo. Tukienda kwenye 2 na 3, hapo ndipo utume wa kuvuka mipaka na desturi na lugha na tamaduni na kabila kwa makabila mengine. Ni kuhama kutoka humu kwenye entertainment, tunavuka mipaka ya mila na desturi na lugha na tamaduni kwenda mahala penye utamaduni mwingine, ambako ndiko huyu samaki mchanga alikoanzia anakula. Unajua samaki mchanga ni nini? Ni panya. Wale hawavuliwi baharini, wale wanavuliwa nchi kavu, mnachimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani hapa anakula panya? Nani? Nyosha mkono. Hata mwenyewe mla panya hataki kunyosha leo, anaona aibu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Nyani. Nyani ni mkubwa. Haya, nani anakula kumbikumbi? Kumbikumbi. Nyosha. Mnawajua kumbikumbi? Mnawala? Hebu nyosha anayekula kumbikumbi. Sasa kweli nyinyi. Nionyeshe basi nofu ya kumbikumbi. Na mimi nikuonyeshe nofu ya panya. Nionyeshe kamunofu ka kumbikumbi. Alafu wewe unasema sio nyama. Sasa huo ni utamaduni wako tu, umekufundisha kuamini kwamba hiki ni chakula na hiki sio nini. Sasa utume unaenda kwenye kuvuka mipaka na mila na desturi ya hivyo vyakula, na wengi tunaogopa kwenda katika sura hiyo, kwamba tutakula nini. Tutakula vyote vilivyoko, maana wanakula na hawafi. Sasa kwa nini wewe ule na ufe? Utamaduni wetu ndio unaotufanya tushindwe kwenda katika E2 na E3, uinjilisti wa kuvuka mipaka katika E2 na E3. Utamaduni wa tofauti na lugha tofauti. Utamaduni wa tofauti, lugha ni moja. Tunazungumza wakati mwingine Kiswahili katika E2. Hapa ni Uyahudi, hatujafika. Labda wakati mwingine ni Injili ni Samaria. Wasamaria saa nyingine wanajua Kiyahudi, tunaweza kuongea kwa lugha moja. Lakini tunapofika hapa, huu ni wakati wa mpito. Katika Matendo 8:4 mpaka Matendo 11:18 ni Injili katika Uyahudi na Samaria. Tunapofika katika utume kwenye E3, utamaduni tofauti na lugha tofauti. Nilipokuwa naishi kwa Wamwela, ilibidi nijue Kimwela. Kuna Mwela hapa? Nilipoishi kwa Waruguru, ilibidi nijifunze Kiruguru au Asanoga na vitu kama hivyo kule kwao, na tukajifunza kuchimba panya. Na kule Kududu, kule ndio Uruguruni kwenyewe, unapanda milima ile, kule unajifunza utamaduni mwingine na lugha tofauti na utamaduni mwingine kabisa. Hapo ni kupanuka kwa Injili. Matendo 11 mpaka Matendo 11:19 mpaka 28. Injili kwenda Uyahudi, Injili kwenda utamaduni wa tofauti kwa mataifa mengine. Hapo ndipo utume ulipo, na hapo ndipo kwaya zetu zinapaswa zilenge ujumbe ule ambao tunaupeleka, ulete maana kwa watu wenye utamaduni tofauti, sio wa kikanisa, sio wa kanisani, lakini ufanane nao na ilete maana kwao, kwa sababu wao ndio wanaohitaji huo ujumbe, na Yesu anahitaji apatanishwe nao kwa nyimbo zetu, kwa sauti zetu, kwa melodi zetu, ili waokolewe, ili wamjue Mungu, ili Mungu aumbike kwenye mioyo yao. Lazima awepo mtu mmoja ambaye amejitoa kwa sababu gharama na kwenda kwao na kuimba nao na kufanya kazi nao.